Karibuni sana kwa ajili ya utalii wa mikutano katika wilaya yetu ya Nyasa. Tuna utalii wa mikutano. Kwa hiyo ninyi mmekuja hapa kufanya utalii wa mikutano wilaya ya Nyasa. Ninyi ndio nguzo ya utekelezaji wa miradi yote ya ujenzi kwenye halmashauri zetu. Kitokea tu mkalegalega, ndio maana tutakuta miradi majengo hayako vizuri. Huoni majengo yakiwa vizuri, huoni thamani ya fedha kwenye majengo, huoni ule usafi na uzuri wa kazi hauonekani. Mna wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba miradi yetu hii ifanikiwe. Ninyi kimsingi na wataalamu wengine hampaswi kukaa ofisini, sababu kazi ni nyingi na mnataka kila hatua ya ujenzi iwe imesimamiwa. Kimaliza kuweka msingi, umekaguliwa vizuri, umeridhika, ili kwenda hatua nyingine. Ni vizuri msimamie vizuri kada yenu na idara yenu, umuhimu wenu uonekane na thamani yenu ionekane. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi sasa mkoa una wataalamu wa ujenzi 64. Kati ya wataalamu hao, wahandisi wapo 20, wabunifu majengo wako 5, wakadiriaji majengo wako 11 na mafundi sanifu wako 28. Kama tunavyofahamu wote, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka 4 mfululizo imekuwa ikitoa fedha nyingi sana katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, hasa ya ujenzi wa miundombinu. Lakini mpaka sasa katika mkoa kuna miradi ambayo tunaendelea kuitekeleza. Katika mwaka wa 2024-2025 mpaka sasa tunatekeleza miradi kwenye sekta ya elimu, miradi ya boost, ambapo mpaka sasa tuna miradi ambayo yenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 566 katika mkoa mzima. Lakini tunao miradi ya SEQUIP ambayo ina thamani ya bilioni 14 na milioni 600. Lakini tuna miradi ya SUASH na WASH ambayo ni miradi ambayo inahusisha miundombinu ya vyoo kwa halmashauri zote za mkoa ambayo inakwenda karibu bilioni 1. Kwa tuna miradi isiyopungua bilioni 20 ambayo inaendelea kutekelezwa. Ni kweli tuko kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kitaasisi ambayo tunao muda mfupi sana wa kutekeleza. Kumbe niwahimize tu kwamba mtumie nafasi hii kujadiliana kwa kina yale ambayo yamekuwa yakiwasibu, iwe ni wote kwa ujumla ama ni eneo maalum. Mjadiliane kwa kina, mpeane mbinu ambazo kila mmoja akienda kuzitekeleza tutaondoka hapa tulipokwama sasa hivi.